ITV ilishuhudia shehena za viuatilifu vikiwa vimewekwa chini kwenye maeneo yasiyo na sifa, huku sumu aina ya sulfa ikiwa imewekwa juani kwa muda mrefu, hali inayotajwa kuathiri uwezo wa kuua wadudu na kuwatia hasara wakulima wa korosho, kama anavyoeleza Michael Sanga, mkaguzi kiongozi kutoka TPRA. Taratibu wa kuuza viuatilifu namna hii wa kuweka nje, kama hiki kiuatilifu kinapigwa na jua, matokeo yake ubora wake unaharibika. Ukienda ukimuuzia mkulima kwenda kufanya kazi iliyokusudiwa, haifanyi kazi iliyokusudiwa, matokeo yake unalalamika, unamtia mkulima hasara. Unalalamikia TPRA inayofanya utafiti wa mambo ya viuatilifu, unasema TPRA haifanyi utafiti vizuri, mnamtia hasara vile vile na anayeagiza. Baadhi ya wauzaji waliokutwa na makosa wakakiri kufanya makosa na kuahidi kufuata taratibu, na mkaguzi wa TPRA kanda ya Dar es Salaam Solomoni Mungure akidai kuwa hali walioikuta ni mbaya, inabidi kuongeza nguvu ya operesheni. Kwa hiyo hizi hapa zilizowekwa hivi amechukua huyu bwana ataweka. Mimi nashukuru sana kwa haya. Mimi nitafuata utaratibu. Nikwenda kuchukua hapa. Kuna ukiukaji mkubwa sana kwenye hizi wilaya tatu za uuzaji wa viuatilifu, na sisi tunaendelea na ukaguzi huu na tunahakikisha tutakomesha tabia hii, kwa sababu hatutakubali mkulima apate hasara kwa sababu ya watu wachache wazembe wanaotaka faida na kuwapa wenzao hasara. Kwa upande wao, wakulima wa korosho kutoka kata ya Mbekenyera katika wilaya ya Ruangwa wakaeleza walivyoathirika na viuatilifu vinavyouzwa kiolela. Operation ya madawa inatusaidia sisi wakulima kupata dawa zile mzuri, dawa bora, dawa za uhakika. Kwa sababu kama mimi mwaka jana nimeweza kupata bahati mbaya ya dawa kupata dawa mbovu. Kwa hiyo tunaomba serikali iendelee na mkazo wa kuendelea kuangalia dawa fake na dawa mzuri. Ni wakaguzi wa viuatilifu kutoka TPRA ambaye leo hii wameingia katika mikoa hii ya kusini kwa ajili ya kufanya ukaguzi kwenye maduka ya viuatilifu baada ya malalamiko ya muda mrefu ya wakulima wa korosho. Kutoka Masasi mkoani Mtwara, Alfani Lihundi, ITV.